Mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba mashujaa wa Mau Mau ambao wametoka katika kaunti ya Narok wanaililia serikali ya Rais William Ruto kuingilia kati na kuwasaidia kupata fidia kutoka Uingereza kutokana na machungu na madhila waliotiliwa na Waingereza katika harakati za kupigania uhuru wa taifa. Wakongwe hao wanadai kwamba kwa miaka 70 sasa hawajapata fidia, ikiwa lazimu kuishi katika maisha duni wakikosa malazi na hata chakula. Kwa zaidi ya miaka 70 sasa, wapambanaji walioikomboa Kenya kutoka kwa minyororo ya ukoloni na familia zao wanalia, machozi yakiwatoka, kisa kikiwa ni kutopata fidia kutoka kwa mkoloni kwa madhila na uchungu waliofanyiwa na Mwingereza wakati wa kupigania uhuru. Mimi nahangaika na wengine wale malivakia manahangaika watoto. Wanjiku wa Gashoka, mkongwe wa miaka 102, anaelezea jinsi kutopewa fidia hiyo ya Mau Mau imeathiri maisha ya mashujaa wa Mau walio hai. Wanjiku mwenyewe anasema kwamba hana chakula wala nyumba. Mimi ni mtu ya Mau Mau. Na mimi nilikuwa napeleka chakula msitoni. Na bwana wangu aliuliwa huko msitoni. Sasa mimi hakuna pale nakaa. Hata mimi nahangaika na wengine wale malivakia manahangaika, watoto wetu wale maliwashwa na wazazi wao manakaa kule. Chama cha wadhamini wa mashujaa wa Mau Mau ambacho kimekuwa mstari wa mbele katika kuitafuta fidia ya mashujaa wa Mau Mau kinaitaka serikali ya Kenya Kwanza kuwapigania wana Mau Mau kupata haki yao hatimaye baada ya kipindi cha muda mrefu wa subra. Ambayo tunapenda serikali yetu ambayo tumechagua, tunalia kwa sababu ya compensation ya Mau Mau Original Trust ama ya Wakenya. Wamekaa tangu 1962 wakifuatilia 62 tukifuatilia watoto wao wakilia, na tumesema tumepata serikali mzuri ambayo atatupea hiyo compensation. Hata hivyo, vyama vya wadhamini wa mashujaa wa Mau Mau bado havijatatua mtihani wa kuungana uliopendekezwa na serikali ili iwe rahisi kwao kupigania na kupata fidia yao kutoka kwa Uingereza. Blue Smile Hassan, runinga ya KU.